Hujambo na karibu sana katika mrejesho wa kile ambacho pia kiliweza kuzungumzwa katika mkutano wa kilele wa viongozi kutoka Ulaya huko mjini Paris nchini Ufaransa, ambapo kauli kali zilizotolewa baada mkutano wa kilele wa viongozi wa Ulaya huko mjini Paris nchini Ufaransa Machi 27 kudhihirisha mambo mawili, yani Ufaransa na Uingereza zimedhamiria kutuma askari wa kulinda amani huko nchini Ukraine, lakini mipango hiyo kwa sasa ni mateka wa matakwa ya Kremlin, ambako pia baadhi ya wataalamu wameweza kuhojiwa na shirika la habari la Kyiv Independent na wameweza pia kuzungumza kila ambacho wameweza kukiona baada ya mazungumzo hayo. Hivyo basi nitakufahamisha pia kila ambacho kimefanyika na utagundua ni kitu gani pia ambacho kinaelekea au ni mwelekeo gani unaonekana katika kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Katika kukabiliana na Marekani inayojiondoa, nchi kadhaa za Ulaya zimesonga mbele na mipango ya kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine kama sehemu ya kikosi cha uhakikisho iwapo kutakuwa na usitishaji vita na Urusi. Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron alitangaza hivyo katika mkutano huo huko Paris nchini Ufaransa. Kikosi chochote kinachoweza kutumwa kitakuwa kikosi kilichoundwa kuzuia ili kutuma ujumbe huo kwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ya kwamba hayo ni makubaliano ambayo yatalindwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer naye pia aliongeza hivyo, lakini wakati huo pia Starmer alikubali kikwazo dhahiri kwa kile kinachohitajika ili kutekeleza mpango huo, mpango halisi wa amani. Walikubaliana huko Paris ya kwamba ni wazi Warusi wanacheza michezo na wanacheza kwa wakati. Ni wimbo wa kawaida kutoka kwa kitabu cha michezo cha Putin, lakini hawawezi kuwaacha watoe hilo huku wakiendelea kushitaki uvamizi wao haramu. Wapangaji wa kijeshi wa Ufaransa na Uingereza wataelekea Ukraine kuanza kuratibu na wanajeshi wa nchi hiyo juu ya jinsi kikosi hicho cha uhakikisho kinaweza kutumwa, lakini kikwazo kikubwa kitakuwa kupanga operation kama hiyo wakati hawajui ni aina gani ya amani watakuwa huko kutekeleza. Mazungumzo tofauti na Marekani pia hadi sasa hayatoa mpango wazi wa amani, licha ya Ukraine kuridhia mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano kamili kwa siku 30 ambako Urusi hadi sasa imekataa. Badala yake imeongeza masharti, ikiwa ni pamoja na kuondoa vikwazo kwa ushiriki wake, huku ikikubali kusitisha mapigano kwa sehemu kwenye miundombinu ya nishati na matumizi ya nguvu katika Bahari Nyeusi. Katika mkutano wa kilele huko mjini Paris nchini Ufaransa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ya kwamba matakwa ya Urusi yanaonyesha kwamba Urusi haitafuti amani ya kweli leo na inaondoa vita, na kuwataka washirika wa Ulaya wa Ukraine kuongeza shinikizo kwa Urusi. Mtazamo wake uliungwa mkono na Macron ambaye alisema ya kwamba wakati Kyiv imehatarisha amani, matakwa ya Moscow katika mazungumzo yalionyesha tamaa ya vita. Naye kansela wa Ujerumani Bwana Olaf Scholz ambaye mbinu yake ya kuunga mkono Ukraine ilikosolewa huko nyuma alisema ya kuwa wameona jinsi mazungumzo yalivyofikia sasa na Urusi imeongeza madai mapya baada ya kila duru. Alidai ya kuwa hiyo inadhihirisha wazi ya kwamba Urusi kwa sasa haipendezwi na amani ya kweli. Ghana pia alisema swala hilo ni si geni kutokana na uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine ulioanza tangu mwaka 2014. Alisema tatizo liko upande wa Urusi, haoni shauku kubwa kutoka kwa Kremlin kwa kutia saini kitu chochote zaidi ya karatasi nyembamba ya kusitisha mapigano ambayo inaweza kurudisha vitani au kujaribu kudhibiti Ukraine kupitia njia zisizo za kijeshi. Hatari ya usitishaji vita kamili kuwekwa kwa masharti yanayofaa kwa Urusi inasalia kwa wasiwasi wa kweli miongoni mwa viongozi wa Europa, haswa na ikulu ya White House
ambayo inaonekana kupendelea matokeo ya haraka juu ya amani ya haki na ya kudumu kwa Ukraine. Kusitishwa kwa mapigano kunaweza kuwezekana, kwani kunaweza kumpa Putin uwezo wa kurejesha hasara ya Urusi na kusubiri na kuona ni njia gani mazungumzo yanaweza kwenda. Landesberg pia alisema hivyo, ambako aliongeza ya kuwa Putin anaona usitishaji mapigano kama njia inayowezekana kujenga upya msimamo wake duniani. Labda vikwazo vingine vitaondolewa au manufaa mengine yanaweza kuja kwa njia yake, Landesberg aliongeza hivyo. Viongozi wa Ulaya hadi sasa wamefutilia mbali msamaha wowote wa vikwazo au ahadi ya kupunguziwa vikwazo, lakini Marekani hasa hajafanya hivyo. Jambo lisilo na shaka ni ya kwamba sababu kubwa zaidi ya kuamua jinsi amani itakavyoundwa nchini Ukraine itakuwa jinsi Marekani inavyoshughulikia mazungumzo yanayoendelea. Wakati Ukraine na Urusi zikikubali kusitisha mapigano baharini, meli ya Bahari Nyeusi ya Moscow inatazamiwa pia kupata ahueni. Naye Richard Hasi, ambaye ni mkurugenzi wa zamani wa mipango ya sera katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, aliweza kuliambia shirika la habari la Kiev Independent ya kwamba kusitishwa kikamilifu kwa mapigano kati ya Ukraine na Urusi ni matarajio ya kweli ikiwa Marekani itaonyesha nia yake ya kutoa msaada wa maana wa kijeshi na kijasusi kwa muda mrefu kwa Ukraine kwa ulinzi wake. Kwani usaidizi kama huo ni muhimu ikiwa Putin ataelewa ya kuwa wakati hauko upande wake au wa Urusi. Hasi alisema ya kuwa mpango wowote hauwezi kutegemea nia ya Moscow, lazima ijengwe kwa nguvu ili Putin amue. Hata hivyo, kwa kusitasita ya kwamba kuendelea kwa vita hakutafikia malengo ya Urusi nchini Ukraine na kunaweza kuidhoofisha Urusi katika mchakato huo. Jukumu la Ulaya linakuwa muhimu zaidi ikiwa Marekani itachagua kupunguza au kukomesha uungaji mkono wake kwa Ukraine. Wengi wametilia shaka utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uungaji mkono wa Ukraine pamoja na uwezo wa walioteuliwa na rais, hasa baada ya maafisa wakuu wa Trump akiwemo makamu wake wa rais, mshauri wa usalama wa taifa na waziri wa ulinzi kujadili mipango nyeti sana ya kijeshi kwenye gumzo la kikundi, ambapo mwandishi wa habari ameongezwa bila kukusudia. Chama cha mazungumzo cha Marekani cha Donald Trump kinaonekana kwake kuwa hakina uzoefu na wa kuamini jinsi wanavyoshughulikia Kremlin. Utawala wa Bwana Putin unazungumza hadithi tofauti kwa vyama tofauti. Unauambia umma wake jambo moja na umma wa Magharibi jambo lingine. Unaendelea kushambulia na kutishia Ukraine. Hakuna dalili ya kwamba taifa hilo linarudi nyuma kutokana na mashambulizi yake katika nchi hiyo. Wakati Urusi imekubali pia kusitisha mapigano kwa sehemu kwenye miundombinu ya nishati ya matumizi ya nguvu katika Bahari Nyeusi, bado mashambulizi yake mabaya ya mabomu katika miji ya Ukraine yanazidi kuripotiwa, ambako katika tukio la hivi karibuni zaidi, shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi Machi 28 lilisababisha watu 4 kuuawa na kujeruhi wengine takriban 24 huko Dnipro na kuzua moto mkubwa kwenye hoteli na mikahawa pamoja na nyumba takriban 11. Licha ya nia ya Ukraine kusaini usitishaji vita wa mapigano na kukataa kwa Urusi na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya raia, Landesberg alisema mambo bado yanaelekea katika upande wa Urusi. Pia kuna suala la Umoja wa Ulaya ambalo litakuwa muhimu kwa kikosi chochote cha kulinda amani kinachoongozwa na Ulaya, ambapo waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameelezea mashaka yake kuhusu kutumwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine, akionya kuwa Urusi inaweza kuona
ya kuwa huo ni uchochezi. Macron amesema ya kuwa mipango ya kikosi cha uhakikisho cha Ulaya kwa Ukraine itachukua sura katika wiki 3 hadi wiki 4 zijazo, lakini changamoto kubwa zaidi inabakia. Haijalishi itachukua sura gani, bado inalenga shabaha inayosonga, huku mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Washington yakiendelea, ambako pia bado sasa kila ambacho kinazidi kuzungumzwa kiasi kinaonekana kutekelezwa na kiasi bado ambako Urusi inaripoti ya kwamba bado Ukraine inashambulia miundombinu yake, lakini pia hata upande mwingine unaripoti mashambulizi ya Urusi pia, kama namna ambavyo umesikia idadi ya watu takribani 4 walioweza kuuawa na shambulizi la Urusi huko Dnipro nchini Ukraine. Hivyo basi ambacho kitazidi kuzungumzwa na viongozi wa Ulaya, lakini pia huko Marekani na Urusi na Ukraine, na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha kila ambacho kinajili kuelekea usitishaji vita kati ya Urusi na Ukraine. Mwisho wa taarifa hii, pia taarifa zingine zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na pia hakikisha kwamba umebonyeza neno subscribe ili pia ripoti zingine na taarifa kibao ambazo naziweka hapa basi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa.